upande wa wanachama ni kuna shida. Haya yote haya kufikia hapa, wao pamteki mwekezaji aje mtu mwingine. Huu ni mwaka wa 9 kupindua, aje mtu mwingine bila endelee kula. Lakini mwenyekiti ametoka na kujitetea, amezungumza ya kwamba shida haiko upande wake, shida ilikuwa upande wa mambo haya yanaenda kisheria na taratibu, ndio maana jambo lilikuwa linaenda taratibu. Si kweli, yaani mtu alitekeja afachika mwenyewe, yaani alitekeja mwenyekiti afachika mwenyewe. Shida ni uongozi wa Simba, kwa sababu wajumbe wote na uongozi wenyewe ndio shida. Kwa nini sifuatilie? Huyu ni mwaka wa 9, kwa nini sifuatilie? Paka ya mtu mmoja tu ana uchungu na kilabu kateuliwa tu, kwanza kwa mkuu wa mkoa Dar es Salaam akaondoka, akaana mkuu wa mkoa, akaenda mkuu wa mkoa Arusha. Mungu si Asumani ni mbunge wa Arusha mjini, sasa ni waziri wa mchezo, kaivajia njuga na alisema nakuja kutengeneza mpira wa Tanzania na vilabu kutoa sehemu ilipo. Tunaona kweli ujio wa Makonda, si tunaona sana wekezaji. Wao wanatangaza kazi na chama, mwenyekiti wa bodi na mwenyekiti wa klabu. Moja katiti, vipi wekezaji? Anawajibu vipi wekezaji? Unafikia vipi? Maana yake bora panakumbusha bora msomi mtoto mdogo. Bora ni msomi. Mtajiri mkubwa tu. Kuna janja zinaendelea ndani. Kuliwa ili hiyo eneo kwa mola vizuri kwa mola kumtafuna. Sasa baada ya kuja kunao wataenda jela. Ipi tena John Mangia? Hitalika tena. Ndio kisheria pesa. Sababu inakuwa ni company, Simba Company Limited. Ni kampuni tena. So Simba Sports hapa. Inakuwa Simba Company Limited. Kwa pesa kutolewa kwa mwenyekiti wa klabu. Unahitaji usajili milioni 10. Wewe unatoa ngapi? Ndio ilivyo hiyo. So tu mtu mmoja tena kula tena. Ndio ishakufa hiyo. Alile atoe. Sio chekelee. Manguo na kama tayari. Lazima pasuke. Na mwenyekiti wa Simba yekuja kama Mangunga yeye, mtu mwingine. Uwe na pesa mfukoni shehe. Na wajumbe wake. Hakuna ujanja tena. Tulimsikia msajili wa michezo akizungumza kwamba mchakato huu ukikamilika vilabu vingi vitaiga kutoka kwa Simba kabla ya kuwa amewakabidhi katiba hiyo. Pengine labda tutarajie nini na alikuwa anamaanisha nini? Sababu ni mkuu hayati John Pombe Magufuli alisema klabu ya kwanza kuweka kombe la Afrika ni Simba Sports Club. Ni Simba Sports Club. Ndio wanaelekea kuwa klabu bora, wachezaji bora ni Simba. Ni madudu katika, narudia tena, ni madudu toka katikati hapa. Viongozi wetu kwa wenyewe mambo yaendi ndio tufikie hapa. Lakini kweli kupitia msajili wa vyama na mchezo na katiba ya kazungumza kweli, anamnukuu aitwa Hussein Abel kazungumza kweli. Vilabu vile vitaka mfano wa Simba kweli, kwa nini atakazungumzaje? Lazima aseme sababu Simba ndo kaanza au wengine ndio tafuta nyuma. Lakini Yanga katiba yao wenyewe imenyooka. Si kweli. Alipo una usajili wa vyama. Alipo. Haijafika mezani kwake. Kwa hiyo Simba ndo ya kwanza. Ni ya kwanza Simba anaanza. Ni ya kwanza. Vilabu vingine vinapaswa kuiga. Kwa mfano wa Simba Sports Club. Simba ni timu ya kwa kushiriki mchezo wa kimataifa, kupanda ndege. Ni Simba ndo alianza. Hata wachezaji lazima waanze Simba. Wewe una miaka 91 unaanza kitu gani? Unaanza kitu gani? Mnataka kuwabaini wale ambao walikuwa wakichelewesha mchakato huu. Na hatua zile mtazichukua. Sheria itafuata sheria. Waziri wa mchezo tunamwachia yeye ndio alimalize. Waziri wa mchezo tunamwachia Paul Makonda alimalize yeye. Watu watakwamisha mchakato. Waende jela. Watu wanapoangusha mchakato. Waende jela. Wewe unahisi labda ni nani? Wewe kurudia tena, sikwambia ni shida upande wa Simba. Lazima kuwa kuna muhusika kati ya wao. Kwambia hivi. Wajumbe wa Simba wote viongozi wapo na husika kufuatilia haya maswala. Kwa hiyo wote nondo liwapitie. Nondo liwakute na wewe uchaguzi ujao hawatarudi. Kuna uchaguzi ujao hawatarudi wengi wajumbe. Hawatarudi.
kwa uwezo ule katikati miaka minne hawatarudi wenyewe. Mnachokihitaji wanachama kwa hivi sasa ni nini, mara baada ya klabu yenu kukabidhiwa, viongozi wa klabu kukabidhiwa katiba mpya ambayo imeidhinishwa, imepitishwa kwa mujibu wa sheria na taratibu? Mamlaka ya Simba kwanza kupitia msajili wa vyama alisema, ya mnukuu kipole kidogo tu, wekezaji sio 7 wenye mamlaka ni wanachama, kutoka wekezaji wa 5, 10, 200 ni wanachama, sio viongozi tupangie. Hapana, serikali inasema hivyo. Serikali inataka wekezaji tu, vilabu vyote vina wekezaji, sio wapangie wao wangapi. Hapana, kwani wanapotosha. Hajasema hivyo, yeye anaachia wanachama wa Simba hao wenye mamlaka kwa wekezaji wa 5, 10, 20. Ndio hicho neno lako la mwisho kwa wanachama wa Simba na wale ambao wanataraji kuwa wana Simba, wanachama wa Simba siku chache zijazo mtawalia? Na mambo matatu yangu ya mwisho: wanachama, mashabiki wasoko na kadi wachukue kadi, zikaanza kutoka wasitegemee kama kadi za kwa shilingi 1200 wala shilingi 40. Naamini wengi sababu washajipanga, wana uchungu na klabu yao, wengi tena watachukua kadi, wataungana na chama wa zamani waliopo, sababu sisi Simba tunachama wachache sana, wengi washakufa. Simba inahitaji wanachama wengi. Tutoke sema ulipo. Jambo la pili, mwenyekiti atishe mkutano wa dharura. Mwenyekiti atishe mkutano wa dharura, asisubiria hii mwaka uisha mwezi, aitishe mkutano wa dharura. Hii haitwa wanachama wote na mashabiki wote hawaitwi ule mkutano, sababu mashabiki hao ndio wanaelekea kwa wanachama. Ukabagua, waite wote mashabiki na wanachama wote, hata kama ni Bunju, kama kwa Mkapa, kwa uwanja wa Mkapa, waite wote wasikilize hicho kwa kwenye katiba. Na tushikabidhi katiba yetu, sasa tunaelekea kwa wekezaji. Sasa ni unaamua ngapi? Sio amue viongozi, hapana. Mkutano unaamua wa dharura huo, wekezaji wa 3 au 4 au 1, ndio mkutano unaamua, sio wao. Wasitegemee kama ni wao na wanaamua wekezaji, hapana. Wanaamua wekezaji wanachama, wakitaka 10, 200 ni wanachama, sio viongozi wao. Na katiba isemi hivyo, wekezaji wa 3, 4 wenye mamlaka ni wanachama, kama wewe msajili wa vyama alivyosema. Wenye mamlaka ni wanachama, kutoka wekezaji wengi